Nimeona ujumbe ulimtumia katibu wa wanaume wa vijana Farhan Kiham. Fedha zako ni nani ambaye anastahili kuweza kuzitumia pengine? Ni mtu ambaye anahusika nazo, kwa sababu mimi fedha zangu hasa natafuta kwa ajili ya maisha yangu. Kwa hiyo yoyote ambaye anastahili fedha yangu ni yule ambaye anakuwa kwenye maisha yangu. Kwa mfano, umeona labda mimi nafanya muziki, maana yake director atakula fedha yangu kwa sababu sehemu ya kazi. Producer atakula fedha yangu. Watu ambao wanahitaji wanisaidie kufanya promotion ambao wanahitajika kupata fedha, watapata fedha. Familia itapata fedha. Kwa hiyo nilisema kwa kesi ya mwanamke, maana yake mwanamke pia ambaye atakuwa ni sehemu ya maisha yangu kwa namna yoyote ni lazima atahusika na fedha yangu, either direct au kinyume chake, kwa sababu yeye ni sehemu ya maisha yangu. Lakini ambaye si sehemu ya maisha yangu kiukweli ni ngumu sana kupata fedha ya maarifa. Ukaamua kumtagia Farhan. Kwa sababu naye si mwanachama mwenzangu yule yani tuna kauli inayofanana kwenye eneo hilo, na si kwa maana ya ubaya, lakini kwenye maisha ni lazima ujue ni nani anastahili nini kwenye maisha yako. Na ndio maana hata inavyokuwa pengine unao marafiki au unao watu wengi unaojuana nao, lakini sio wote unaweza kuwaelezea vitu vyako. Sio kwamba wale ambao hauwaelezei una ubaya nao, hapana, ni kwa sababu umeweka watu kwenye makundi. Kwa hata mimi fedha yangu inavyotumika nimeigawa kwenye makundi, kwamba kuna haya makundi yanahusika moja kwa moja na fedha yangu, na kuna haya makundi yanahitaji kujadiliwa, na pengine kuna makundi ambayo hayahusiki kabisa.